Naam, mtazamaji wa TBC Mtandao TV, habari ya wakati huu, karibu katika kipindi cha Jukwaa la Chamwino. Kipindi mahususi kwa ajili ya kuchambua masuala mbalimbali yenye maslahi mapana kwa taifa letu. Kipindi ambacho kinaangalia nyanja mbalimbali, vile vile nyanja ya kisiasa, kiuchumi na kijamii. Katika kipindi cha Jukwaa la Chamwino ni kipindi mahususi cha dakika 60, na kama ambavyo nimekuambia, basi kitaangalia nyanja mbalimbali za kimaendeleo hapa nchini Tanzania. Na vile vile tutaangalia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Hii leo katika kipindi hiki ambacho ni kipindi kipya kabisa kutoka katika kipindi cha TBC Mtandao, basi utakuwa na mimi Anet Andrew. Sipo peke yangu kwa ajili ya kuyachambua masuala mapana yenye maslahi kwa taifa letu. Nipo na Lugenzi Kabale. Lugenzi Kabale ni mchambuzi, lakini ni mwandishi kutoka shirika la utangazaji nchini Tanzania TBC. Lugenzi, karibu sana. Asante sana Anet. Na katika kipindi cha hii leo basi tutaichambua taarifa ya Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Dr. Doto Mashaka Biteko kuhusu kukamilika kwa mradi wa kufua umeme wa maji katika mto Rufiji, Julius Nyerere Hydropower Project. Na mtazamaji, kaa tayari kufuatilia uchambuzi huu. Tutaanza na hotuba ambayo alitoa Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Dr. Doto Biteko akizungumza na wanahabari katika eneo la mradi. Karibu tuifuatilie hotuba hii. Ziara yetu hii ni kuja kuona maendeleo ya mradi wa Julius Nyerere Hydropower Project, ambayo kwa kweli Watanzania wote wanaufuatilia kwa karibu mradi huu. Kama mnavyofahamu, tulianza mara ya kwanza, tukapata mashine ya kwanza baada ya kuwa imekamilika mwezi wa pili mwaka wa jana, na leo tumekuja hapa baada ya mitambo yote 9 kuwa imekamilika. Chukua nafasi hii kwa kweli kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye amekuwa na msukumo mkubwa sana kwenye mradi huu, kwa sababu aliupokea ukiwa kwa kweli 30% hivi wakati wa utekelezaji wake, na kwa kipindi kifupi cha ndani ya miaka 4 ya uongozi wake ameweka historia nyingine ya kukamilisha huu mradi kwa wakati. Leo tumekuja hapa tukiwa mawaziri wa sekta zote ambazo tunashughulika na mradi huu, kwa sababu kwa kweli mradi huu hausimamiwi na sekta moja, yani sekta ya nishati. Unasimamiwa na wizara mbalimbali, kuwemo Wizara ya Maji wanaoshughulika na masuala ya maji, Wizara ya Mazingira ambao wanashughulika na masuala ya mazingira, Wizara ya Fedha ambao wanashughulika na utoaji wa fedha, Wizara ya Mipango ambao wao kazi yao ni kupanga na kuweka vipaumbele kwenye miradi ya maendeleo kwenye nchi yetu. Tumekuja leo tukiwa wenye furaha kubwa kwamba sasa mitambo yote 9 imekamilika, inazalisha umeme, na nafurahi kuwajulisha Watanzania kuwa ile ndoto ya kuwa na umeme kutoka kwenye chanzo hiki kikubwa hapa Afrika, yani kwenye bonde la mto huu Rufiji, imekamilika baada ya msukumo mkubwa wa Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, tunamshukuru Mheshimiwa Rais, na nataka niwahakikishie Watanzania kuwa chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan iko tayari kuwapatia umeme wa Tanzania, umeme wa uhakika, na mradi huu ni mmoja wa miradi mikubwa ambayo tumekwisha kuijenga. Wakati huo tunaendelea sasa kuimarisha miundombinu ya kuwapelekea umeme wa Tanzania ili hali ya upatikanaji wa umeme kwa nchi yetu iwe ya uhakika zaidi. Na hiyo ndio ilikuwa taarifa ya Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Dr. Doto Biteko. Lugenzi, bila shaka umeisikia na umeipokea vema hotuba hii. Umeipokeaje? Nini mtizamo wako kuhusu hotuba hii? Vema, asante sana Aneti kwa kunikaribisha katika kipindi hiki. Kama ambavyo umesema, ni kipindi mahususi kitakachoshughulika na uchambuzi wa masuala yenye maslahi mapana kwa taifa letu. Na kama unavyojua TBC ina wachambuzi wa kutosha kabisa, watangazaji wa kutosha na waandishi wa habari wenye weledi, imesheheni. Sasa tunataka tufanye kazi moja kwa maelekezo
ya mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania, Dr. Ayubu Chacha Rioba. Kwanza kabisa nikwambie Aneti, pamoja na watazamaji wetu wa TBC Mtandao TV, hakika ninaweza kusema kwamba kukamilika kwa mradi huu ni mapinduzi makubwa sana kwa nchi ya Tanzania. Tunaweza tukasema kwamba ni kama unavyoona kishindo mahala kinachoweza kuitikisa dunia, kama cha tetemeko la ardhi, lakini sasa kwa mwelekeo chanya. Mradi huu kama ambavyo tutakwenda kuchambua leo, si jambo dogo. Ni mradi ulikuwa ni mzito, ni mradi ambao ulihitaji uchapakazi na maono ya viongozi wetu. Lakini kubwa zaidi, mradi huu una historia ndefu sana. Marais wote waliowahi kuongoza Tanzania wameshiriki, kila mmoja kwa nafasi yake, mpaka tunapofika katika awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Na moja kwa moja, kama utaniruhusu, watazamaji tuwaeleze manufaa ya mradi huu. Manake tuwaeleze kufahamu, kwa sababu yako manufaa mengi sana katika huu mradi. Hivyo haina budi watazamaji waweze kuyafahamu manufaa hayo ni yapi. Asante sana Aneti. Na mtazamaji, nataka nikuambie tu ni kwamba kwa haraka wengi tunaposikia mradi wa kufua umeme wa maji katika mto Rufiji unaojulikana kwa jina la Julius Nyerere Hydropower Project, wengi sana akili yetu inakimbilia kwenye umeme. Kwamba mradi huu ni kwa ajili ya umeme. Nchi yetu sasa imepata umeme wa uhakika. Ni kweli, lakini mtazamaji, nataka ukae kwenye kiti chako ufuatilie na unisikilize. Mradi huu una manufaa 20 makubwa kabisa ambayo yanakwenda kubadili kabisa maisha ya Watanzania kiuchumi na kijamii. Na manufaa haya nimewaganya katika makundi mawili. Kuna manufaa 7 ambayo ni ya moja kwa moja, na kuna manufaa 13 ambayo yanapatikana kwa mzunguko. Wanasema kwa kizungu indirect benefit. Yaani kutokana kutekelezwa kwa mradi huu, sasa kumejitokeza manufaa ambayo hayakuwa moja kwa moja katika lengo la mradi. Lakini sasa tukiyachambua hayo manufaa ambayo umesema yako, utaweka katika makundi mawili. Tutaanza na kundi la kwanza, na baada ya kundi la kwanza tutapata mapumziko kidogo. Tutakuja kuendelea na kundi la pili. Asante sana Aneti. Manufaa ya kwanza kabisa ya mradi huu. Kwanza kabisa, mradi huu umekwenda kuipatia Tanzania chanzo cha umeme chenye uhakika. Unaweza ukawa na chanzo cha umeme lakini kisiwe na uhakika. Sasa ni cha uhakika. Lakini hiki ni cha uhakika. Na unapo nchi yote inapotaka kupiga hatua za maendeleo kwa kasi, lazima iwe na chanzo cha uhakika cha nishati. Na Tanzania kwa kupata chanzo cha uhakika cha nishati kutoka katika mradi wa kufua umeme wa maji katika mto Rufiji, manake hii ni hatua kubwa. Lakini sio tu umeme wa uhakika, ni umeme mwingi. Yawezekana watazamaji wasielewe hii picha ambayo nataka kuitengeneza hapa. Ni kwamba kwenye nchi za ulimwengu wa kwanza, tunazosema zimeendelea, shabaha yao kubwa inapokuja kwenye kupata nishati, huwa wanalenga kupata kwanza chanzo cha nishati cha uhakika, lakini kikubwa kwamba tukiwa pale tukishapata umeme hapa, hata kama kungetutakosa, yani, kama labda kulikuwa kuna miradi ambayo kwa namna moja ama nyingine ilikuwa haiwezi kutekelezeka kutokana na kiwango cha umeme, sasa inaweza kutekelezeka. Sasa nitawapa mfano. Tunaposema kwamba Tanzania sasa imepata umeme wa kuaminika, lakini kutoka kwenye chanzo kimoja, nitawapa mfano katika nchi ya Ukraine. Kuna mradi pale wa umeme wa nuclear unaitwa Zaporizhia. Huu unazalisha ni umeme wa nuclear. Unazalisha megawati 18,000. Sasa fikiria pale megawati 18,000. Julius Nyerere 2,115. Lakini bado kwa kiwango chetu sisi Tanzania, hii ni hatua kubwa sana ya maendeleo. Ukiacha mradi wa kufua umeme kwa nguvu za nuclear katika Ukraine unaitwa Zaporizhia, ambao nimesema kwamba una megawati 18,000. Nchi ya China ndiye wana mtambo wa kufua umeme kwa kutumia nguvu za maji mkubwa namba 1 duniani, ambapo wanazalisha megawati 22,500. Sasa unaweza ukaona hata tu hizi 2,500 Julius Nyerere haijafikia. Nataka niwaonyeshe wa Tanzania kwamba umuhimu wa mradi huu wa Julius Nyerere kwa uchumi wa nchi kama Tanzania. Na pia tunazungumzia China au Ukraine na Urusi, nchi za dunia ya kwanza. Sisi tuko ya dunia ya 3, lakini kwa hakika tumejikakamua sana. Lakini manufaa namba 2 katika hayo manufaa 7 muhimu sana katika utekelezaji wa mradi wa kufua umeme wa Julius Nyerere, mradi huu unakwenda kutoa
umeme wenye gharama nafuu. Aneti, utakubaliana na mimi. Ukienda dukani kuna nguo za bei nafuu na za bei kubwa. Unanunua nguo ipi? Unaanza kufikiria nguo ipi? Kwa haraka utasema hii yenye nafuu. Kama ubora wake uko mzuri tu wai. Lakini la kwanza unahitaji kuvaa. Hayo mambo mengine yatafuata baadaye. Lakini kama budget inaruhusu, unaanza kuangalia sasa. Sasa kwenye umeme si swala tu la kuwa na uhakika kwamba umeme wa uhakika. Si tu swala kuwa na kusema kwamba chanzo chenye umeme mwingi. Lakini unapokuja pia kwenye swala umeme, jambo jingine mwilo kuangalia, je, gharama yake katika kuzalisha ikoje? Sasa umeme wa Julius Nyerere unakwenda kuwa na gharama nafuu katika kuzalisha. Na kumbuka kuna vyanzo vya umeme kama 5 au 6 duniani. Kwa maana kuna umeme wa maji, kuna umeme wa makaa ya mawe, kuna umeme wa jua, kuna umeme wa kutumia joto ardhi, lakini kuna umeme wa kutumia nuclear. Na umeme mwingine wa kutumia upepo. Lakini wataalamu nakwambia umeme ambao gharama zake ni za chini kabisa kwenye uzalishaji ni umeme wa kutumia maji. Ndio huu tumeokota dodo kwenye Mpera. Kwenye mto Rufiji. Sasa swala tu kusema kwamba gharama nafuu kwa mwananchi wa kawaida anaweza asikuelewe sana. Miaka ya 70 wakati nchi imeanza kutumia umeme, miaka ya 60 wakati umeme wa Kidatu ndio umeingia kwenye mkondo. Ilikuwa inawezekana kabisa ukalipa ankara ya umeme kwa miaka 5 bila ya bei kubadilika. Kwa nini? Kwa sababu umeme wa maji ni wa gharama nafuu. Kwa hiyo Watanzania sasa, kwa sababu tumepata chanzo cha umeme ambao ni wa gharama nafuu, tutarajie kabisa kwamba tunaweza tukakaa kipindi kirefu cha miaka bila TANESCO kubadili bei za ankara katika ruku zetu. Sasa ni nafuu kubwa. Hamna tena mambo ya panda shuka kwamba bajeti tu ikisomwa unaanza kumuona waziri wa fedha kama adui yako namba 1. Wamepandisha. Maana wamepandisha huko na umeme nao wamepandisha. Sasa tutafika mara Tanzania kwamba umeme unaweza kachukua miaka 4, miaka 5 ndio unakuja kupanda. Lakini hiyo inapunguza tu gharama za maisha za wananchi. Tunakwenda mbali zaidi. Unapokuwa na umeme ambao uzalishaji wake ni gharama nafuu, kwanza umeshusha gharama za maisha za wananchi. Lakini jambo la pili katika wananchi pia utulivu. Yes, utulivu wa kisiasa. Hakutakuwa na makelele na manini. Kwa serikali sasa ina concentrate kwenye maendeleo. Lakini manufaa ya pili ni kwamba unapokuwa na umeme ambao ni wa gharama nafuu, maana yake TANESCO itauza kwa wateja kwa gharama nafuu. Mteja mkubwa umeme nani? Ni viwanda. Sasa viwanda kwa sababu vitapewa ankara ya chini na TANESCO, bidhaa za viwanda zitakuwa ya bei ya chini. Unaona unafuu wa pili. Sasa kwenye uwekezaji wa viwanda pia nao utaenda kwa kasi. Utakwenda kukua kwa sababu moja kati ya gharama ambazo mwekezaji wa kiwanda anapoweka ni gharama za umeme. Na usishangae Anet, kuna mtu anataka kuleta kiwanda Tanzania, anauliza ankara ya umeme TANESCO hivi vipi? Anasema kwa unit kiasi hiki. Anaenda nchi jirani kwa unit iko chini. Anakwenda kwenye nchi ambayo anaona bora niende huko ambako sasa mambo ni rahisi. Kwa hiyo sasa hivi kupitia huu mradi wa kufua umeme wa Julius Nyerere tunakwenda kupata manufaa makubwa sana. Bei za bidhaa za viwandani zitashuka au zitakuwa kwenye bei ambayo ni ya wastani, kwa sababu huyu mwenye kiwanda analipa ankara ya chini katika kulipia umeme wake. Lakini manufaa mengine yanakwenda mbali zaidi. Hizi bidhaa za viwanda vyetu tunauza kwenye soko la kimataifa. Unakwenda pale mwenzako anauza sukari tani moja $1,200. Wewe ya kwako unauza $1,800. Kwa nini unauza 1,800? Gharama za umeme. Gharama za uzalishaji. Sasa sukari ya nani itaanza kutoka? Itatoka 1,200 kwa sababu ya gharama za nini? Za umeme. Sasa hata bidhaa zetu za viwanda kwenye soko la kimataifa zinakwenda kuwa na bei shindani. Yote ni kwa sababu ya mtambo wa kufua umeme wa Julius Nyerere. Lakini Tanzania na nchi za Kiafrika sasa hivi zimetengeneza power pool. Yaani muunganiko wa njia za umeme na kuuziana umeme kama mtu kaishiwa umeme. Umepata taarifa juzi kwamba tutachukua umeme wa Ethiopia. Tunauchukuaje? Tunauchukua kwa sababu kuna pool ya umeme imetengenezwa. Sasa na sisi umeme kwa sababu matumizi ya umeme hatutaumaliza, tutauingiza. Na taarifa nilizopata ni kwamba Zambia ndio anakwenda kwa wateja wetu wa kwanza. Lakini mle Ethiopia inaingiza umeme kwenye pool. Tanzania inaingiza umeme kwenye pool. Uganda sasa hivi wana mtambo anakamilisha megawatt kama 600 au 700. Na wenyewe taingiza kwenye pool. Sasa yule ambaye umeme wake ni wa gharama nafuu ndio utaanza kuchukuliwa. Ukiisha yule ndio anaanza kununua bei kubwa. Kwa hiyo umeme wetu kwenye pool pia utakuwa ni bei shindani. Hayo ni manufaa makubwa sana kwa mradi huu wa kufua umeme wa Julius Nyerere. Lakini twende sasa kwenye namba 3, faida namba 3 ambayo ya kutengenezwa kwa mradi. Bado tunaziangalia zile faida 7 ndio tutapata mapumziko. Kabisa. Namba 3, mkoa wa Morogoro na mkoa wa Pwani kwa miaka yote toka dunia imeundwa ni majirani.
lakini wametenganishwa na mto Rufiji. Ulikuwa uwezi kutoka Morogoro kwenda Lindi au Mtwara mpaka upitie Dar es Salaam, upitie Mkuranga ndio uende. Wakati kutoka Morogoro kwenda Lindi na Mtwara ni rahisi sana ukipitia kama kungekuwa na daraja kukatisha ule mto. Lakini kutokana utekelezaji wa mradi wa Julius Nyerere imebidi ajenge madaraja haya mawili ambayo kama tu ingekuwa kwa bajeti za kawaida ya serikali ingechukua miaka sana kuyajenga. Kwa maana hiyo sasa wakazi wa mikoa ya Pwani, Lindi na Mtwara na Morogoro sasa watakuwa wanakatisha tu, hawana haja ya kupita Dar es Salaam, wanakuja Morogoro. Hata kama wanatoka hapa Dodoma, unataka kwenda Lindi na Mtwara, sasa hivi hutakuwa na haja ya kupita Dar es Salaam, unamaliza mafuta ya bila sababu. Na ndio maana hata Mheshimiwa Rais kaagiza sasa itengenezwe barabara ya lami kutoka Chalinze inapita mpaka kwenye eneo la mradi kwenye yale madaraja, inakwenda mpaka Kwiriri, inaunga huko au Utete, tayari inakwenda kukibata barabara ya kusini. Kwa hiyo hakutakuwa na haja tena kupita Dar es Salaam. Bila ya kutekelezwa kwa mradi wa Julius Nyerere, haya madaraja ingechukua muda mrefu sana kuyajenga. Faida namba 4 ni kuanza kutekelezwa kwa mradi wa umwagiliaji wa hekta milioni 60. Aneti, naposema hekta milioni 60, huo ni mzigo mkubwa sana. Yaani unakwenda kuwa ni mradi kabambe. Sasa niambie katika hizi hekta milioni 60 kutalimwa mazao tani ngapi? Na kumbuka unavuna, unapanda. Unavuna, unapanda. Hapo wakulima wangapi wanakwenda kunufaika? Kipato cha watu wangapi wanaenda kupata? Viwanda vingapi vinaweza kupatikana kwenye lile eneo? Yote kwa sababu utekelezaji wa mradi wa Julius Nyerere Hydro Power Project. Faida namba 5 ni maji safi kwa ajili ya jiji la Dar es Salaam. Aneti, jiji la Dar es Salaam linapanuka kila kukicha. Watu wanazidi kuingia Dar es Salaam, lakini viwanda vinazidi kujengwa. Viwanda bila maji haiwezekani. Na sauti za mahitaji ya maji. Maji unasikia mpaka saizi kuna msuguano huko Ninaamini uongozi katika watu ambao ofisi wanaziona ni chungu ni pamoja na DAWASA. Maana ni maji. Si ajabu kwa sababu kushoto kulia. Kwa sababu mahitaji ya maji katika jiji ni makubwa. Sasa mradi huu toka miaka 60, 70 wakati baba wa taifa anapanga kutekeleza, kusudio lake namba moja kati ya makusudio makuu ilikuwa kuipatia Dar es Salaam maji ya uhakika kwa ajili ya matumizi ya viwanda na matumizi ya majumbani. Tunavyozungumza sasa hizi Dar es Salaam inalishwa na Ruvu, lakini sasa hivi wanajenga lile bwawa jingine pale katika mkoa wa Pwani. Kuna mradi pale, kuna bwawa jipya linatekelezwa kwa ajili ya kuisupply, lakini bado katika miaka 20-30 mbele yale maji yatoshi. Lakini maji sasa ambayo yamehifadhiwa pale katika mradi wa kufua umeme wa Julius Nyerere yataweza kuilisha Dar es Salaam kwa maana ya viwanda na wakazi. Na tayari Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kesha agiza upembuzi yakinifu ufanyike ili kujua yatapita wapi na bomba la ukubwa gani. Kwa hiyo hayo ni manufaa. Lakini manufaa ya namba 6 anaitili tuweze sasa kwenda break. Namba 6 ni kukuza utalii. Unafahamu ulipoanza tu kutekeleza mradi ikabidi katika Pola Selu wakate eneo watengeneze mbuga ya hifadhi ya taifa ya Julius Nyerere. Lakini pia pale katika sehemu ambayo yamehifadhiwa maji, mimi naita ziwa Nyerere, sio bwawa kwa sababu bwawa tutakuwa tunadogosha. Lile dude ni urefu ni kilomita 120, upana ni kilomita 22. Ndani ya hili dude la maji ziwa Eyasi linaingia, ziwa Natron linaingia, ziwa Rukwa linaingia. Unalitaje bwawa? Unaanzia wapi kulita? Kati mambo ni makubwa na umeelewa? Sasa maji yale ambayo yamehifadhiwa pale pamoja na ile mbuga ya wanyama ya Julius Nyerere itakuwa ni kivutio kwa watalii. Wanapokuja kuona wanyama wanaweza kaingia pale kwenye ziwa kwa ajili ya kitu kinaitwa uvuvi wa michezo, sport fishing, lakini pia boti kutembea mle na nini. Kwa hiyo tunapiga ndege watatu kwa jiwe moja. Umeme, utalii wa majini na pamoja na mbuga ya wanyama ya Julius Nyerere. Lakini la mwisho sasa katika manufaa makubwa ya saba. Sababu moja hapo kubwa ya kubuniwa kwa mradi na baba wa taifa mwaka 72 ni kwamba ule mto Rufiji ulikuwa unaisakama sana wilaya ya Rufiji kule chini kuelekea baharini. Mafuriko ilikuwa kila mwaka. Nakumbuka mimi nikisoma primary miaka ya 70 mpaka kuna kitabu kimoja katika vile ambavyo tulifundishwa shuleni kiwa kinaelezea mafuriko ya mto Rufiji. Sasa mwalimu alikuwa anahangaika kwamba tutalitatuaje hili tatizo? Tunamalizaje? Kwa hiyo ikabuniwa kwamba ukitekelezwa huo mradi pamoja na umeme, lakini pia maji yataweza kukingwa yakaanza kuachiwa kwa namna ambavyo sisi tunataka. Kwa hiyo tunavyozungumza hapa ni kwamba
maeneo ya Muhoro, maeneo ya Utete, maeneo ya Ikwiriri, maeneo ya Somanga. Hilo eneo lote la bonde la mto Rufiji kuelekea baharini, mafuriko sasa ni marufuku. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amepiga marufuku mafuriko katika wilaya ya Rufiji. Hayo ndio yapo mengi sana ukiangalia kwenye manufaa, hasa haya 7 makubwa ambayo umeyataja. Yapo mengi na ni ya kusisimua. Kwa sababu unaangalia utalii, namna ambavyo tutaenda kukuza utalii, lakini namna ambavyo tutaenda kumaliza tatizo la maji kwa mji wa Dar es Salaam, mambo ni mazuri. Sasa mtazamaji tumpe fursa kidogo apate kumeza mate, tupate mapumziko. Na tutakaporejea sasa ndo tutaangalia tena upande wa pili wa hayo manufaa. Yale madogo madogo sasa. Naam. Asante sana. Twende mapumziko kidogo. Mtazamaji wa kipindi cha Jukwaa la Chamwino, unatufuatilia kupitia TBC Mtandao TV. Mara baada ya mapumziko hayo sasa, na tulikuwa tuna meza mate kidogo, mara baada ya kupata sehemu ya kwanza ya manufaa ambayo yanapatikana kupitia mradi huo. Sasa tuendelee na Lugenzi Kabale atupitishe katika sehemu ya pili ya manufaa hayo. Kabisa. Mtazamaji, hii ndio maana nikawa nimekuambia kwamba mradi huu ni mradi kabambe ambapo mimi na wewe tukiwa walipa kodi. Sababu sifa nyingine ya mradi huu, tumeugaramia sisi wenyewe. Hatujasaidiwa. Fedha zetu sisi wenyewe. Tunatakiwa kujitapa. Kabisa, yani tunatakiwa tusherehekee kabisa kwamba hili dude tumeliamsha wenyewe, tumelishusha wenyewe. Sasa tunakwenda kwenye manufaa 13. Kama muda utaruhusu nitayamaliza, muda usiporuhusu sitamaliza. Lakini kuna manufaa 13. Utayabana kidogo ya 13 ili mtazamaji wa TBC Mtandao asichoke na disiwepo hata moja ambalo walikosa. Sitamani akose kwa mambo mazuri. La kwanza mtazamaji ni kwamba mradi huu unakwenda kusaidia nchi yetu swala la uhifadhi wa mazingira. Sasa hivi tunasumbuka na tabia nchi. Ni kwa sababu ya kukata miti, ni kwa sababu ya viwanda kutoa hewa yenye ukaa. Tunachotaka kusema kwa sababu mimi sio mtu wa .com, mimi ni mtu wa analog. Miaka ile ya nyuma nakumbuka ulikuwa ukienda Tabora pale nje tu ya mji kidogo ambayo ni Uyui ya leo, ilikuwa ni misitu minene sana. Sasa hivi haipo. Na haipo kwa sababu ya hewa nzuri kwa sababu ya kuongezeka kwa binadamu na shughuli za kibinadamu. Sasa mazingira kupitia utekelezaji wa mradi huu wa Julius Nyerere ni kwamba kwa sababu umeme wa Julius Nyerere ni wa bei nafuu na ni mwingi, watu sasa hawatajinyima kupikia majiko yanayotumia umeme. Na kwa taarifa yako mtazamaji, TANESCO ukitaka kupata majiko mazuri ambayo hayatumii umeme mwingi, wasiana TANESCO. Wana aina ambazo zinatumia umeme kidogo sana. Kwa hiyo mazingira yetu yanakwenda kupona. Maana sasa umeme pia ni wa bei nafuu. Ile uoga kwamba siwezi kutumia ile jiko labda hivi na vile linakwisha. Na watu wataacha kutumia mkaa ambao ndio unaharibu mazingira. Manufaa ya pili ambayo ni madogo. Hiki kinakwenda kuwa chanzo kipya kabisa cha mapato cha kodi kwa TRA. Hakikuwepo toka Tanzania imezaliwa. Yaani TRA wanahangaika kutafuta hela, hii haikuwepo. Hapo uchumi wa nchi utazidi kukimbia. Unazidi kuongezeka. Nataka nikuambie kitu kimoja. Ukisoma budget, unaweza ukashangaa ukiambiwa kwamba sekta ya vileo ndio mchangiaji mkubwa wa pato la kodi kwa nchi yetu. Labda nafatua pale labda sasa unajiuliza kwa nini madini yachangii sana? Yaani walevi ndio ambao wanatufanya sisi kweli tuweze kuishi mjini. Kwamba walevi wamekuwa wengi kwa kiwango hicho. Kwa hiyo sasa kidogo napata ukakazi. Sasa mtazamaji nataka nimwambie mradi wa kufua umeme wa Julius Nyerere Hydropower Project unaenda kubadilisha kabisa hiyo picha. Yawezekana sasa ng'ombe wa maziwa wa TRA akaenda kuwa TANESCO. Kwa sababu kwa mwaka huu mradi wa kufua umeme wa Julius Nyerere unaenda kutoa gigawatt hour 5920 na natoa umeme mzima kwa mwaka ambao utauzwa na TRA itachukua kodi pale. Sasa na ule umeme uliokuepo, hebu niambie Anet, ni bilioni ngapi za fedha ambazo TRA anasubiri tu kuzipata? Ni fedha nyingi. Ni maendeleo makubwa. Manufaa madogo ya indirect au yale ambayo ni ya mzunguko yaliyopatikana
ni kuwepo kwa mji mpya kabisa katika eneo la mradi. Hapo ambapo mradi upo, huo mji haukuwepo, lakini sasa kuna nyumba mpya, kuna barabara, kuna hospitali, kuna shule. Maanake huu nao ni uchumi mpya kwenye lile eneo. Lakini kubwa zaidi kutokana na ule mji sasa kujengwa pale ambako karibu na Kisaki, uko karibu na Muhoro. Sasa mzunguruko wa kiuchumi wa pale sasa unakwenda kuwa ni mkubwa zaidi, kwa sababu fedha zinazotokana wafanyakazi pale na biashara inakwenda kuwa kubwa zaidi. Hii maana yake ni kwamba inakwenda mradi huu unakwenda kutupa manufaa ya pili ya kusaidia kupigana na adui umaskini katika taifa letu. Lakini manufaa mengine muhimu kabisa madogo madogo ambayo yamepatikana kutokana kutekelezwa kwa mradi huu ni mapato mapya ya ndani kwa halmashauri mbili. Halmashauri ya Morogoro na halmashauri ya Rufiji. Wana mapato yao ya ndani ambayo yatokani na fedha kutoka serikali kuu. Sasa kutokana ule mradi kuwa upande mmoja ni katika wilaya ya Rufiji na mmoja kuwa katika halmashauri ya Morogoro, hizi halmashauri kuna kodi zao ambazo wanapata pale. Hivi vyanzo havikuwepo kabla kutekelezwa kwa mradi. Lakini huduma bora za afya pamoja na za kijamii kwa wakazi wa maeneo ya Ikwiriri, Kisaki, Muhoro na Utete. Kwa mfano katika hospitali, pale pamejengwa hospitali ya kisasa kabisa katika ule mji ambapo mradi ulipo. Kwa hiyo inawezekana kabisa mtu wa Kisaki alikuwa lazima aende Morogoro, au mtu wa Utete alikuwa lazima aje Dar es Salaam au aende Lindi. Sasa atakuja tu hapa na atapata tiba hiyo. Lakini kutokana na kutekelezwa kwa mradi huu katika eneo hilo la mradi na kuzunguka maeneo, ni kwamba manufaa namba 6 yanatokana kwenye yale manufaa madogo. Katika ule mradi wa umwagiliaji zitalimwa hekta milioni 60. Yatalimwa mazao pale Bandika, Bandua. Sasa moja kwa moja ni mzunguko na umwagiliaji. Hauhitaji mvua pale. Sasa moja kwa moja ni kwamba kwa sababu yale mazao yatakuwa ni mengi, yatahitaji uchakataji, kwa panakwenda kuibuka sekta ya viwanda vya uchakataji katika lile eneo la mradi wa umwagiliaji wa hekta milioni 60. Lakini hapo unapokwenda katika swala la huo mradi, viwanda vile ambavyo vitakuwa vimechipuka, moja kwa moja ajira inaingia. Ajira wale wafanyakazi ambao watafanya kazi kwenye viwanda, wafanyakazi ambao watafanya kazi kwenye mashamba, wafanyakazi ambao wataendesha ile mitambo ya kilimo. Na hapo ndipo Watanzania pia inabidi tuwe macho, hususan vijana, katika kuhakikisha kwamba hizo ajira zitakazojitokeza, hizo fursa za kuchangamka, basi tunachangamka vilivyo. Vema kabisa. Lakini faida nyingine namba 8 ya kutekelezwa kwa huu mradi ni sehemu hiyo ya kilimo cha umwagiliaji panakwenda kutengenezwa maelfu, ndio nimesema maelfu ya ajira. Lakini jingine ni kwamba Tanzania sasa inaenda kuongeza uwezo wake wa kuuza mazao nchi za nje. Kwa sababu hizi hekta milioni 60 hazikuwepo katika hesabu ya Tanzania. Hivi sasa tunauza mazao nje. Na ni eneo kubwa. Na eneo kubwa sana. Hivi sasa tunauza mazao nje. Je, zikiingia hekta milioni 60 tunafanyaje hao mazao? Tuache yauze hapa. Na hapo ndipo tunapoenda kuikimbilia sasa ile ahadi yetu ya kutaka kuwa wazalishaji wakubwa wa chakula. Tayari sisi ni wazalishaji wakubwa, lakini tunaongeza zaidi uwezo. Lakini jambo jingine ni kwamba uchumi huo ambao utatokana na hiyo skimu ya umwagiliaji maji kilimo, viwanda vitakavyokuwa pale na ajira, huo mzunguruko, hiyo duara, TRA tena wanapeleka bakuli lao, wanachota tena. Wanachota. Alikuwepo leo, hayo mapato yakuwepo. Wanapeleka bakuli, wanachota. Usishangae Aneti, kwenye hilo eneo la mradi wa umwagiliaji hapa kama ni Ikwiriri huko wapi, pakaanzishwa mkoa wa kikodi wa TRA. Kwa sababu fungu lile fungu litakuwa kubwa sana. Asali itakuwepo. Unaona, namba 10 katika manufaa madogo ni Ziwa Nyerere. Mimi naliita Ziwa Nyerere, ni kwamba linakwenda kumaliza kabisa tatizo la ukame katika bonde la chini la Rufiji. Tunaita Lower Rufiji Basin. Kwa sababu ilikuwa inafika mahala, kwa sababu yale maji huyahifadhi. Ikifika kipindi cha ukame, yani pale ambapo ilikuwa napita mnakuta tu sasa ni mto ambao umekauka, hauna maji. Sasa hiyo story kwa upande wa Lower Rufiji Basin haipo, kwa sababu kukiwa na ukame yanafunguliwa tu, yanatiririka kule. Kwa hiyo kama kuna shughuli za kilimo, kama kuna ufugaji, na maisha yanaendelea. Lakini namba 11, utekelezaji wa mradi wa Julius Nyerere Hydro Power Project
umekwenda kutuzalishia wataalamu nguli wa kusimamia utekelezaji wa miradi ya kufua umeme wa maji. Hawa wataalamu wa kwetu sasa ambao wameweza kufinyangwa na hii miaka 6 kwenye utegemezi sasa wa kutegemea. Sio tu utegemezi, tuna uwezo sasa hapa wa kutengeneza kampuni ya serikali ikaenda kutekeleza miradi ya kujenga mifumo ya kuzalisha umeme wa maji na kupigania kandarasi kwenye nchi nyingine. Ni jambo kubwa. Yes, kama ambavyo kampuni ya Egypt imekuja kututengenezea, sasa na sisi tuna uwezo sasa wa kwenda kutengeneza soko lingine hilo la ajira. La ajira ndio. Wataalamu hao wa mradi umeanza mwaka 2019 mpaka 25, miaka 7 wamefinyangwa. Watu wameiva. Kuna mitambo mikubwa pale ilikuwa haijawahi kufika Tanzania na usika kwenye ujenzi, imefika pale. Watu wamejifunza kuiendesha, kuioperate, lakini kuirekebisha inapoharibika. Kwa hiyo sasa hivi tuko na kundi la wataalamu walioiva katika ujenzi na usimamizi wa ujenzi wa miradi mikubwa ya kufua umeme wa maji. Na la 12 ni kwamba tukiwa tumesalia na moja tu, mradi huu umekwenda kutekeleza ndoto za baba wa taifa aliyosema kipindi cha 5 ilikuwa na ahadi 10 za mwanatano. Ahadi ya kwanza ilisema binadamu wote ni ndugu zangu na Afrika ni moja. Mwalimu alikuwa na kiu sana, viongozi walikuwa na kiu sana na umoja wa Afrika. Sasa mradi huu wakati unaanza kutekelezwa, makampuni yaliyoomba kupata kandarasi yalikuwa zaidi ya 14 ya kimataifa, ya kutoka Ujerumani, nchi zilizoendelea na nini, lakini sisi tukaichagua kampuni ya Arabu Contractors kutoka nchi ya Misri. Kwa nini? Waafrika wenzetu hawa ni ndugu zetu, hizi fedha zizunguruke hapa kwa hapa. Lakini pili, ule mradi kwa sababu ulibuniwa miaka 70, michoro kidogo ilikuwa kama imepotea. Lakini pia ile michoro ya mwaka 70 ilikuwa kuzalisha umeme wa megawati 620. Sasa ikabidi ibadilishwe kutoka 620 iende 2115. Kwa hiyo wataalamu wetu tena ilibidi washirikiane na wataalamu kutoka Ethiopia ambao wenyewe ni wabobezi. Maana kule Ethiopia wamejenga miradi, kuna mradi mmoja unazalisha megawati 5600 wamejenga wenyewe. Kwa hiyo sasa mradi huu umekuza udugu. Na mwisho kabisa 13 ambao kutokana na utekelezaji wa mradi huu ni kwamba sasa Tanzania kwa eneo hili la Pwani tumekuwa na akiba ya maji. Unajua maji ni mali sana. Na maji hautajua umuhimu wake mpaka uyakose. Ndio utaelewa. Nimemaliza. Naam. Asante. Bila shaka mtazamaji wa TBC Mtandao amepata mambo mazuri sana kwa upande wa faida. Ametizama zile faida 7 kubwa za mwanzo, lakini ametizama pia hizi faida 13, faida ndogo ndogo. Sasa tumpe nafasi mtazamaji wa TBC Mtandao apate kupumzika kidogo. Na tutakaporejea basi tutauangalia upekee wa mradi huu. Watazamaji wajue kwa Kiingereza wanasema kwamba special. Huu mradi una upekee ambao haijawahi kutokea kwa nchi yetu. Sasa tumpe nafasi apumzike kidogo afu tutarejea kutizama upekee huu. Asante sana. Mtazamaji wa TBC Mtandao, wakati ni wako sasa kuweza kupata mapumziko kidogo, baadaye tutarejea. Mtazamaji wa TBC Mtandao, mara baada ya mapumziko hayo sasa turejee tena katika kipindi cha Jukwaa la Chamwino. Kumbuka tu leo tunauangalia mradi wa kufua umeme almaarufu mradi wa Hydropower Project. Twende pamoja, umeshatizama mafanikio na sasa tulikuwa tunaenda kuangalia upekee wa mradi huu hususan kihistoria. Kumbuka bado tupo na Lugenzi Kabale. Huyu ni mchambuzi lakini na mwandishi wa habari kutoka shirika la utangazaji nchini Tanzania TBC, akitupitisha vilivyo kuweza kufahamu mradi huu. Tumetizama mafanikio, tumebaki tunashangaa na tunakuna vichwa. Sasa tuutizame upekee wake wa mradi huu. Lugenzi, karibu sana. Asante sana Aneti. Mradi huu naposema kwamba Watanzania tunapaswa tutembee kifua mbele ni kwa sababu ya una upekee wa aina yake. Vijana mjini wanasema kwamba kweni deal ni nini? Sasa huu mradi ni deal. Ukiambiwa deal basi hii ni deal.
Na mtazamaji, nitakupa kwa nini huu mradi una upekee. Sifa moja kati ya upekee mkubwa kabisa ni kwamba toka nchi yetu imepata uhuru mwaka 1961 mpaka leo unapokwenda kuzinduliwa 20 na 25 tumeongozwa na awamu 6. Marais wote hawa 6 kila mmoja kwa nafasi yake ameweza kushiriki katika kusogeza umradi huu kutoka eneo moja kwenda jingine. Baba wa taifa ndiye aliyeanza namba 1. Pale nchi yetu ilipopata uhuru ilikuwa haina chanzo cha uhakika cha umeme. Na moja kwa moja katika mpango wa 3 wa maendeleo wa taifa. Nchi yetu ilipopata uhuru mwaka 61 ilianza na mpango wa miaka 3 wa maendeleo ya taifa. Baadaye ikatoka kwenye miaka 3 ikaenda kwenye miaka 5. Mpango wa pili wa maendeleo ya taifa ilikuwa ni wa miaka 5 kutoka 64 mpaka 69. Na mpango wa 3 wa maendeleo ya taifa ambao ni mpango wa pili wa miaka 5 69 mpaka 74. Sasa huu mradi ulizaliwa 1972 katika mpango wa 3 wa maendeleo ya taifa na baba wa taifa akiwa madarakani. Lakini ilipokuja awamu ya pili ya Mheshimiwa Ali Hassan Mwinyi na yeye aliweza kufanya nafasi yake, na ilipokuja awamu ya 3, awamu ya 4, awamu ya 5 ndio hasa ikaamua kwamba sasa umradi kwa gharama yoyote lazima utekelezwe, kwa sababu kuna mambo mengi yamefichika huko ambayo yalikwamisha huu mradi, ikiwa ni pamoja na vita vya Kagera. Lakini sasa tuko serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Mradi umekamilika. Kwa hiyo ni miradi michache sana ambayo ilianzia kwa baba wa taifa ikapita humo kutekelezwa mpaka katika awamu ya 6 au awamu ya 4 au awamu ya 3. Labda tu niwape haraka miradi kama 6 hivi ambayo ilianza na baba wa taifa na imekamilishwa na ama waliomfuata, lakini kwa kiasi kikubwa inakwenda kukamilishwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Ila Watanzania tunayo mengi ya kujipongeza kutokana na namna ambavyo tumekuwa tukirithishana kutoka awamu moja kwenda awamu nyingine. Viongozi wanaachiana. Umeishia hapa, huyu anamalizia, na hii ni kitu ambacho nadhani bila shaka Lugenzi wa Tanzania tuna kila sababu ya kujipigia. Watu wanaweza wasifahamu hiyo kwamba kwa nchi yetu ni tunu. Sisi tunabadilishana kirahisi tu na kwa upendo na tunaendelea kuheshimiana na miradi kama ambavyo unaona. Hauwezi kusema kwamba huu mradi ulikuwa awamu hii ukaachwa. Mradi unabebwa na unaendelea mbele. Mradi unatekelezwa na serikali, hautekelezwi na mtu. Kwa hiyo kwa kuwa serikali ya awamu imemaliza, serikali ya awamu inayofuata inaendelea. Sasa niwakumbushe watazamaji miradi 6 ambayo imetoka kwa Mwalimu na imekuja hapa inatekelezwa hasa na awamu ya 6. Mradi wa kwanza ndio huo wa Julius Nyerere. Kwa kweli Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anapaswa kupewa tunu, anapaswa kupewa aina fulani ya shukrani au aina fulani ya utambuzi kwa kazi kubwa aliyoifanya. Kwamba mradi wa Julius Nyerere umeanzia awamu ya kwanza, awamu ya 6 ndio unakamilika. Lakini kuna mradi wa pili ambao ulikuwa ni kuhamisha makao makuu ya serikali kutoka Dar es Salaam kuja Dodoma. Mwalimu alianza, hakumaliza. Mwinyi akaja, hakumaliza. Akaja Dr. John Pombe Magufuli, hakumaliza. Lakini hilo sasa swala la kuhamisha makao makuu kikamilifu Dodoma limekamilika juzi pale muhimili wa mahakama ulipohamia rasmi katika jiji la Dodoma. Na kuifanya sasa mihimili yote kuwepo Dodoma. Mihimili yote mitatu kwa maana ya mahakama, serikali yenyewe pamoja na bunge. Huko nyuma Benjamin Mkapa alifanikiwa, hapana sio Benjamin Mkapa, JK alifanikiwa kuhamisha bunge Dodoma. Lakini serikali na mahakama zikakwama. Dr. John Pombe Magufuli akafanikiwa kuhamisha serikali. Lakini mahakama ikawa haijahama. Sasa Dr. Samia Suluhu Hassan amehamisha mahakama. Ndio amekamilisha sasa. Na wanasema tunaweza tukacheka wote, lakini anayecheka mwisho ndio kacheka sana. Kwa aliocheka sana ni mimi. Dr. Samia ndio amecheka sana. Tumecheka wote lakini aliocheka sana ni yule wa mwisho. Lakini mradi mwingine ambao ulianza na baba wa taifa, kwa hakika naona unaenda kukamilika na awamu ya 6, ni uwanja wa ndege wa kimataifa wa Msalato. Huu Anet, mimi nimepata habari zake kwa kusoma kwenye gazeti la Uhuru mwaka 1980 nikiwa darasa la 5. Imeandikwa kwamba kunaenda kujengwa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Msalato. Hebu niambie mwaka 80 na leo ndio unakamilika. Uone kwamba ni hatua ndefu sana. Yapo mengi.
mazuri. Haya, mradi wa 4 tena ambao tunaona kabisa kwamba unaenda kukamilika na serikali ya awamu ya 6, lakini ulianzia kwa Mwalimu. Na hii ndio maana nasema kwamba kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anahitaji tumpe tunu fulani. Kwa sababu kwa hakika naweza nikasema pia ni mtu mwenye bahati. Kwa sababu ilikuwa sio rahisi huu mradi wa Julius Nyerere wakati ameingia madarakani, kutokana na uzito wake. Mwingine angekuwa Moga angesema huu mradi usimame. Huu mradi usimame kwa sababu unaziba pumzi ya shughuli nyingine zote. Lakini mama akapiga kifua akasema tunatembea nao, tunakwenda mbele. Haya, mradi mwingine ambao anaenda kutekeleza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambao umetoka kwenye serikali ya awamu ya kwanza ni kuvuta maji kutoka katika Ziwa Victoria kuja Dodoma. Nilisema kule mwanzoni Dar es Salaam inahitaji sana maji kutokana na kukua na viwanda. Maji ya uhakika Mwalimu aliyopanga yailisha Dar es Salaam ni ya kutoka katika mto Rufiji. Sasa tuna uhakika maji yatafika Dar es Salaam. Dodoma hii wakati Mwalimu anaamua sasa makao makuu yahamie Dodoma, shida Dodoma ni ukame. Maji ni shida. Na sasa unaiona Dodoma imepanuka sana. Maji kwa kweli yanahitajika. Kadri miaka inavyokwenda, idadi ya watu, viwanda na kukua kwa mji, maji yanahitajika. Mwaka jana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesoma makabrasha yale. Akawaagiza Wizara ya Maji waanze upembuzi yakinifu wa mradi mpya. Sio ile mradi wa kutoa maji kutoka Ziwa Victoria kuja Kahama na Shinyanga ambayo yamefika mpaka Tabora. Asema hapana, utengenezwe mradi mpya wa maji kuyatoa Victoria kuyaleta Dodoma. Lakini planning yote ni ya baba wa taifa, inatekelezwa na nani? Na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini mradi mwingine ambao anakwenda kuutekeleza anautekeleza lakini wa baba wa taifa ni ujenzi mpya wa shirika la ndege ATC. ATC imezaliwa mwaka 1977 baada ya kuvunjika kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kulikuwa na shirika la ndege la Afrika Mashariki. Jumuiya ilipovunjika kwa bahati mbaya sana, wenzetu katika nchi ya Kenya ambao ndio walikuwa makao makuu ya shirika walichukua karibu ndege zote. Sisi tukaambulia ndege 3 tu. Tena ndege mbili ndogo na moja kubwa. Na hii moja kubwa ni rubani mmoja Mtanzania alikuwa naye huko safari aliposikia Jumuiya imevunjika, hakwenda Nairobi. Akaja nayo moja kwa moja Dar es Salaam. Ndio tukapata. Lakini nayo haikuwa kubwa sana. Nimesahau ni ndege kitu kama Fokker Friendship, kitu kama hicho. Na Twin Otter. Ni videge vidogo tu vya watu 40, 60, 20 na ngapi. Kwa kimsingi hatakuwa na shirika la ndege. Ikabidi Mwalimu apige kifua akanunua Boeing hizi 737 ndio kuanzisha shirika la ndege la Tanzania. Wewe mwenyewe unafahamu hapo katikati limetikisika sana, mambo mengi yamepita. Lakini awamu ya 5 chini ya uongozi wa Dr. John Pombe Magufuli akaamua kwamba serikali inunue ndege, na kazi hiyo ameendelea nayo Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Na sasa tumetoka tu kwenye ndege za abiria, tumekwenda mpaka kwenye ndege za mizigo. Lakini kazi ya Mwalimu anakuja kuikamilisha Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais ndiye anacheka mwisho. Kwa anacheka mwisho. Yeye anacheka zaidi. Anacheka zaidi. Na mwisho kabisa ni swala la kero za muungano. Swala la kero za muungano limekuwepo toka mwaka 1964. Muungano ulipoweza kutengenezwa. Lakini tunavyozungumza sasa hivi, hata juzi mwenyekiti wa kamati ile ya kero za muungano ni makamu wa rais Dr. Philip Mpango. Hata juzi wamekaa kikao. Taarifa niliona kwamba yani karibu zile tofauti na kama vile zinasoma 99.999. Zimesalia hoja 4 tu. Zimesalia hoja 4. Kwa hiyo maana yake ni kwamba maendeleo ni mazuri. Lakini hizi zinakwenda kukamilika pia chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Sasa hapo ndio nataka kusema kwamba katika miradi 6 ambayo ilianza na baba wa taifa inaenda kukamilishwa na Mheshimiwa Rais ni pamoja na hiyo ambayo nimeweza kuitaja hapo. Na inafika mahala na shirika nasema kwamba labda tuwape changamoto watu wa jumuiya ya wanawake, jumuiya ya Chama cha Mapinduzi. Tunapoelekea kwenye uzinduzi wa mradi, hebu wakae kikao waangalie wampe tuzo gani mwanamke mwenzao. Wampe ambaye ametokana na jumuiya hiyo, ametokana na jumuiya ya wanawake hiyo UWT. Wampe heshima gani? Sasa nikawa najaribu kufikiria nikasema huyu ni kama vile ameliongoza taifa kwenye vita. Mimi mradi wa kufua umeme wa Julius Nyerere nauita mradi vita. Niulize kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu unapokuwa vitani unaitoa tu taarifa, tunahitaji silaha za aina hii na hii na hii ili kupambana na adui. Shingapi? Dola milioni 3. Vita uweze kusema hiyo hela hatuna. Haiwezekani. Sasa Julius Nyerere ilikuwa inahitaji fedha.
zinapohitajika fedha, serikali haikuweza kusema kwamba hiyo fedha kwa sasa hivi haipo, yani itafutwe. Kama ni kusimamisha mradi wa hospitali, kama ni kusimamisha mradi wa barabara, lakini mradi uweze kutekelezwa, na ndio maana umeweza kukamilika hapa tulipo. Sasa hii ni vita, huu mradi, lakini uadui pia wa nje juu ya huu mradi. Lakini Mheshimiwa Rais amepiga kifua, kaweka pamba masikioni kwamba lazima utekelezwe. Nikasema Tanzania tulikuwa na malkia pale Singida siku za nyuma, wakati wa tawala zetu za kijadi, wakoloni wanaingia, anaitwa Liti Kidanka. Wajerumani wakati wanataka kuitawala Tanganyika walitembea sasa kujaribu kupiga hizi tawala zetu. Alipofika pale yule malkia Mtemi akawapelekea nyuki. Waipate habari yao kwanza. Aliwanyosha vizuri sana. Wajerumani kabidi warudi nyuma. Ingawaje baadaye walishinda. Ingawaje baadaye walishinda, lakini aliwaonyesha cha moto. Huyu ni shujaa wa taifa letu ambaye anapaswa kukumbukwa, Liti Kidanka. Lakini katika historia ya Afrika kuna eneo la Angola. Pale kulikuwa na dola ya Angola. Sasa malkia wao aliitwa Nzinga Mbande. Huyu unakumbuka Angola italiwa na Wareno. Kwa hiyo Wareno wakati wanataka kuitawala Angola wanapiga zile sasa tawala za kijadi. Huyu malkia Nzinga Mbande aliwapiga vizuri sana. Sasa nikasema au UWT wampe tuzo ya malkia Nzinga Mbande au wampe tuzo ya malkia Liti Kidanka. Sasa hivi tunajua kwamba tayari ana jina kubwa la Chifu Hangaya. Lakini vizuri huwa havitoshi. Chifu Hangaya yeye, malkia Nzinga Mbande yeye, au malkia Liti Kidanka yeye. Mazuri huwa makubwa. Uwezo kusema mimi nina mazuri yanatosha haya. Kwa hiyo hii naipeleka kwa watu wa UWT waangalie huu mradi ulikuwa ni mkubwa mno. Upekee wa tatu wa mradi huu kama nilivyosema ni kwamba ni mradi vita. Ilikuwa hauna majadilio, lazima utekelezwe. Sasa nithibitisha kwa nini nauita mradi vita. Unakumbuka umesoma kwenye historia vita vya Kagera mwaka 78 vikaisha mwaka 80. Ile vita yote mpaka inakamilika Tanzania ilitumia dola milioni 600. Sasa milioni 600 za miaka ya 70, 80 ni pesa nyingi sana. Na uchumi wa nchi yetu uliyumba kabisa. Sasa dola milioni 600 kwa thamani ya leo ni trilioni 1.2. Lakini mradi huu wa leo tunaozungumzia wa Julius Nyerere, gharama zake ambao umekamilika ni dola bilioni 2.9. Dola bilioni 2.9 ambao ni takriban shilingi trilioni 6.6 za Kitanzania. Na ni fedha za Watanzania. Fedha za Watanzania. Sasa je, katika hii bilioni 2.9 ambayo imejenga mradi wa Julius Nyerere, kuna dola milioni 600 ngapi za vita ya Kagera? Nyingi. Kama 5 hivi. Kwa hiyo maana yake katika mradi wa Julius Nyerere tuna vita za Kagera kama 4. Kwa nini huu mradi tusiite mradi vita? Kabale. Hesabu zako. Sijui kuna vita vya Kagera mle 4. Kwamba ndani ya mradi kuna vita za Kagera ngapi? Bana mtazamaji wewe mwenyewe piga hesabu. Dola bilioni 2.9. Vita ya Kagera nchi yetu imegaramika kwa dola milioni 600. Tofauti yake ni kwamba tulipoteza mashujaa wetu na Mungu awarehemu. Hii vita ya Julius Nyerere ilikuwa sio kupoteza maisha, lakini ilikuwa ni vita kama vita nyingine kwa sababu ilihusu maslahi mapana ya taifa letu. Na ndio maana jukwaa la Chamwino tunachambua tu mambo yenye maslahi mapana kwa taifa letu. Sasa twende katika eneo upekee namba 4 kwa mradi huu. Ni mradi pekee ambao katika nchi ya Afrika umeweza kusimamiwa na mkuu wa nchi ambaye ni mwanamke. Yaani mradi wenye ukubwa ule ana head of state ni mwanamke. Afrika kumbuka mpaka sasa imeweka rekodi ya kuwa na rais wanawake 4. Wa kwanza ni Dr. Samia Suluhu Hassan kama sikosei. Wa pili ni mama mmoja wa Ethiopia, lakini huu wa Ethiopia ni rais asiye na madaraka. Ni rais wanaita ceremonial head of state. Mwenye mamlaka ni waziri mkuu wa Ethiopia. Lakini Samia Suluhu Hassan mheshimiwa, yeye ni rais mwenye mamlaka. Ethiopia hawajawahi kusimamia mradi kama huu. Haya, rais mwingine ni Ellen Johnson Sirleaf wa Liberia. Mpaka anaondoka nchi yake haijawahi kutekeleza mradi mkubwa kama huu. Na hapa juzi ameingia rais mpya wa Namibia anaitwa Ndemuphelela Nentumbo Nandi Ndaitwah. Huyu ni triple NN.
Yaani jina yake ni triple N 4. Ndemupelula Netumbo Nandi Ndeitwa wa Namibia. Sasa huyu ndio ameingia. Labda huyu rais mwanamke atakuja kuweza kumpiku Rais Samia kwa kutekeleza mradi mkubwa kama nchi yake ikigundua mafuta. Sasa hivi wako kwenye hatua za mwisho za ugunduzi wa mafuta kwenye pwani ya bahari ya Atlantic pale katika Namibia. Lakini kwa sasa hiyo rekodi inashikiliwa na Rais Samia Suluhu Hassan ambaye amesimamia akiwa ni rais mwanamke mradi mkubwa wenye thamani kubwa katika historia ya bara la Afrika. Lakini historia nyingine muhimu sana, upekee wa mradi huu ni kwamba katika miradi ambayo imeweza kupingwa sana hapa duniani na hasa kwa nchi za Kiafrika ilikuwa ni pamoja na mradi huu. Mradi huu ulipigiwa kelele sana tukiambiwa kwamba tunaenda kuvuruga mazingira uhifadhi katika pori la Selous. Ulizua gumzo sana. Sasa nasema kwa nini huu ni upekee. Tanzania ina historia ya kusimamia maslahi yake kwa gharama yoyote, ya kulinda uhuru wake kwa gharama yoyote, kulinda utu wa Tanzania kwa gharama yoyote. Na hapa nataka tuendelee kuhitimisha hapo kwenye upekee. Sawa. Nataka nizungumze kitu kimoja muhimu sana. Kilichofanya mradi utekelezwe ni msingi uliowekwa na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere juu ya uongozi thabiti kwamba Tanzania isimamie maslahi yake. Na ndipo serikali ya awamu ya 5 bila kujali hili wala lile ikaamua mradi uanze kutekelezwa, na sasa tuko serikali ya awamu ya 6 umekamilika. Namba 7 ni mradi wa kipekee kabisa ambao umegharimu dola bilioni 2.9 kuweza kusimamiwa na mshauri mwelekezi wa mradi kampuni ya Kitanzania. Ngoja nikwambie Anet, katika miradi mikubwa kama hii kuna siasa nini? Katika miradi mikubwa kama hii ni kwamba unapokuwa unatekeleza mradi mkubwa kama huu, wakubwa wa duniani kule wanautazama kwamba pale kuna bingo. Tunaenda kupiga bingo. Kwanza kama gharama yako ilikuwa utumie dola bilioni 3, sio? Wanakuambia dola bilioni 7. Kwa sababu gani? Kwanza wanataka kukwamishe. Na kama ukikubali wakupige. Ili uogope kutekeleza. Sasa mradi huu ambao ni mkubwa kiasi hiki, kwanza unatekelezwa na kampuni kutoka nje lakini za Afrika. Sasa huwa kuna mtu anaitwa mshauri mwelekezi. Mshauri mwelekezi huwa analipwa 10% ya gharama ya mradi. Sasa kama mradi ni dola bilioni 2.9, manake huyu mshauri mwelekezi kama tungemchukua kutoka nje angelipwa dola milioni 290. Dola milioni 290 ni zaidi ya bilioni 700 za Kitanzania. Nini kilichotokea? Serikali ya awamu ya 5 ikaamua kwamba pale katika wakala wa barabara hapa nchini TANROADS kuna kampuni ya kusimamia miradi ambayo ilikuwa inasimamia miradi ya TANROADS ndani kwa ndani. Inaitwa TECU, TANROADS Engineering Consultants Unit. Dr. John Pombe Magufuli akasema TECU waende wakasimamia mradi, kwa sababu hapo ndani kuna wahandisi wenye masters, kuna wahandisi wenye PhD, kuna wahandisi wenye bachelor. Hao wanaotoka nje na wenyewe na masters. Sasa tofauti yake iko wapi? Akasema TECU hatua 7 mbele kasimamie mradi. Tumeokoa dola 290 milioni. Shilingi bilioni ngapi? 700. Kaulize TECU wamelipwa ngapi kusimamia ule mradi? Kwanza hata kama kulipwa hawajalipwa ni kwamba wamelipwa mishahara yao. Kwa hiyo kwa maana hiyo kwamba TANROADS na yenyewe imeweza kupiga kifua mbele kuchangia pale katika utekelezaji wa mradi wa kufua umeme wa Julius Nyerere. Lakini sasa twende hapo kwa kumalizia, manake wahandisi wazalendo ndio wamesimamia ubora wa ule mradi. Hii ni hatua kubwa sana ambayo haijawahi kutokea. Namba 8 namaliza Anet, naona unaangalia muda. Upekee wa mradi huu ni kwamba mradi huu umekwenda kutengeneza ziwa la kutengenezwa na binadamu. Wanaita man-made lake, kubwa kuliko ziwa lote katika eneo letu hili. Kwa maana ya kwamba katika eneo la Afrika Mashariki na Kati hakuna ziwa ambalo limetengenezwa kwa mikono ya binadamu kubwa kuliko Julius Nyerere. Na watu wanaweza wakanishangaa sema kwa nini mimi naita ziwa? Kwa mfano ukienda katika mto Nile kule katika nchi ya Egypt, kuna mradi wa kufua umeme unaitwa NASA. Wanaita Lake NASA kutokana na ukubwa wa lile dude la kuhifadhi maji. Lakini hapa kusini mwa Afrika katika mto Zambezi kwenye mpaka wa Zimbabwe na Zambia kuna mradi wa kufua umeme wa maji eneo linaloitwa Kariba. Kariba hawasemi bwawa la Kariba, wanaita ziwa Kariba. Kwa sababu ule ukubwa umevuka sasa mipaka
ya bwawa. Kwa hiyo hili ni ziwa ambalo limetengenezwa kwa mikono ya binadamu kama ilivyo Aswan katika Lake Nasa katika nchi ya Misri na pia Lake Kariba katika nchi za Zimbabwe na Zambia. Mwisho kabisa, huu mradi ni moja mkubwa ambao unakwenda kutoa mchango mkubwa sana katika mapambano ya Tanzania kupigana maadui watatu: ujinga, maradhi na umaskini. Hapa zamani kabla ya mradi huu kuna muda umeme unakuwa hauna uhakika sana, yani hakuna backup. Kwa hiyo kama kuna wagonjwa hospitalini kunakuwa na shida. Lakini jingine ni kwamba ukienda kwenye umaskini, ule mradi wa umwagiliaji ule wa hekta milioni 60 unaenda kutengeneza ajira, unaenda kutengeneza viwanda. Yani ninaangalia hapa kwa haraka haraka huu mzunguko huu mtandao wa Julius Nyerere Hydropower, wale manufaa yake pamoja na maeneo yote. Nimepiga hesabu kwa haraka haraka, kama wapo wachumi hapo watanirekebisha kidogo. Nimekuta kwamba ni kama vile kati ya 3 mpaka 5 ya Tanzania watanufaika na mradi. Watanzania 3 mpaka 5 ni wangapi? Tuko milioni 65. 10 ni milioni 6.5. 5 ni kama milioni 3 na kadhaa. Hivi pale kweli wa Tanzania hiyo Rufiji hapo Pwani hawafiki milioni 2 ambao watanufaika na ule mradi? Sasa hii tunasema kwamba yani ni madhara, yani ni manufaa chanya ya mara moja kutoka kwenye eneo moja kubadilisha maisha ya Watanzania. Na kwa maneno mengine, hii ni kama vile chemchem ya uchumi wa taifa hili ambayo imezaliwa upya. Lakini hii ni sasa ni sawa sawa na injini kubwa. Sisi horsepower ngapi kwa makadirio? Horsepower milioni 7 hivi. Injini ya kuleta maendeleo kwa taifa letu. Lakini mwisho kabisa ni kwamba hii inakwenda kuongeza kasi ya nchi yetu katika kukuza uchumi. Ninaangalia na maana nikakwambia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Watanzania tutacheka lakini yeye ndo atacheka mwisho. Angalia sasa hivi kainua tena mradi wa Liganga na Mchuchuma. Fidia tu yanakwenda fidia tu za kufanya wale watu wapate fidia waondoke pale, bilioni 15. Je, uwekezaji kwenye mradi tukua ni ngapi? Manufaa yake atakuwaje? Hilo nalo tutalitengea siku yake, nalo tutalijadili kwa mapana yake. Asante sana. Mtazamaji wa TBC mtandao, pate mapumziko kidogo mara baada ya kushuhudia upekee huo wa mradi wa kufua umeme. Pata mapumziko kidogo, tukirejea tutaangalia tena wajibu wa wanahabari. Wao wafanye nini sasa wakati ambapo mradi umeshakamilika na unasubiri uzinduzi rasmi. Nataka nizungumze mosi na wanahabari, lakini pili nizungumze na Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na ambaye ndiye mwenye dhamana ya sekta ya nishati, Mheshimiwa Dr. Mashaka Biteko. Mradi huu kwa hakika ni mradi ambao unazidi umuhimu kwa taifa letu. Yani ni muhimu na ni muhimu tena. Lakini mradi huu ni historia kubwa sana kwa nchi yetu. Sasa haitakuwa haki tusipofanya kazi sisi katika vyombo vya habari kwanza kuchambua historia yake. Hivi Ane, tunafahamu mradi huu kabisa kwa maana ya kuhangaikia umeanza mwaka 1901. Wajerumani ndio wamefika pale Rufiji, lakini kipindi hicho wanapanga kuanza mradi wa umwagiliaji. Ndio yule mhandisi wa Kijerumani anaitwa Stigler. Wakati anahangaika kwenda kufanya utafiti na nini. Na sasa tuna miaka 125, karne moja. Safari ndefu. Kwa hiyo sasa inatakiwa ni kwamba kwa hakika sisi kama Watanzania chini ya uongozi wa Wizara ya Nishati na kabisa captain wetu, team captain wa hii amsha ya kuelekea kwenye ufunguzi ni Mheshimiwa amsha popo ni Mheshimiwa Dr. Biteko. Na hii nataka nichukue fursa hii kuzungumza naye moja kwa moja. Sasa ni wajibu wetu sisi katika shirika la utangazaji Tanzania, lakini wajibu katika shirika la umeme hapa nchini TANESCO, na ni wajibu sasa kwa Wizara ya Nishati kwamba Wizara ya Nishati sasa iitishe kikao, itukutanishe ya wizara yenyewe TANESCO,
pamoja na shirika la utangazaji Tanzania tuweze kutengeneza mkakati na kuwe na uratibu kuanza kufanya amsha kwamba hata aliyelala kule kijijini ajue kuna mradi mkubwa huku unakwenda kuzinduliwa, ambapo tutatengeneza vipindi maalum, tutatengeneza makala maalum, na wanaweza kaingia hata watu wa shirika la magazeti la serikali TSN na pia gazeti la Uhuru wakaingia humo. Nafahamu Uhuru wana Radio FM lakini Channel 10 tukatengeneza kama aina fulani ya timu kwa ushirikiano wa TANESCO na vyombo vya habari na chini ya usimamizi wa wizara. Sasa kutengeneza mkakati wa kuweza kuanza kutembea na historia ya mradi, manufaa ya mradi, nani alifanya nini, wakati gani. Nachotaka kumbia Anet, kwa mfano, hebu fikiria leo mradi huu tunasema kwamba unakwenda kuzinduliwa rasmi kwa tarehe ambayo itapangwa. Hivi leo ikatokea katika huo mpango kazi ambao Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na waziri anayehusika na sekta ya nishati Dr. Doto Mashaka Biteko akapitisha, sio? Hebu niambie leo kwa mfano tukaenda kufanya mahojiano na Mheshimiwa Rais mahususi atuambie pale alipochukua madaraka 2021 na leo hii mradi unapokamilika, hebu atuambie kuna muda gani ilifika mahala mapigo ya moyo yalipanda kuliko kawaida kwa sababu ya huu mradi. Lakini pia tuambie kuna muda gani ambapo yawezekana alifika mahala mpaka akasema hivi tutaweza, lakini tena mambo yakabadilika akasema tutaweza. Sasa vitu kama hivi vihifadhiwe kwenye archive ya TBC kwamba vizazi vijazo watakapokuwa naona ule mradi wajue kuna viongozi wao walitaabika lakini hawakuchoka mpaka mradi ukatekelezwa. Lakini twende kwa wale wazee kabisa ambao walikuwa na Mwalimu miaka ya 70 wakati wanakwenda kule barabara haipo, yani unakwenda tu na Land Rover mpaka kwenye ule mto, kwa sababu tumekwenda timu ya kwanza kabisa ya TBC 2018 tumekuta miaka 40 hajakanyaga mtu pale, yani ilikuwa hapakaliki. Sasa hivyo vyote vikusanywe na kwa wananchi wale ambao wameunda mji sasa, wameunda ule mji na wenyewe wazungumze. Lakini twende kwa wataalamu ambao walianza hii kazi miaka hiyo ya 70 lakini tena ile timu ya wataalamu 9 walioteuliwa na serikali ya awamu ya 5 katika kuamsha, yani kila hatua ya huu mradi iweze kuwa documented. Hadi nao tuwagusi waje walipokewa sasa ile dhamana kwamba nendeni kabisa. Hata mwenyewe Dr. Mashaka Doto Biteko kwamba alipoteuliwa naibu waziri mkuu na akakabidhiwa ile dhamana ya nishati, mradi unajua ulikuwa haujakamilika, alipokeaje? Kuna masaibu gani ambayo aliyapata katika kutekeleza ule mradi? TBC kama ambavyo kila mtu anafahamu ni shirika ambalo limesheheni weledi, waandishi wa habari wenye weledi, wenye kila kitu. Sisi tunachotaka tu itakapokuja amri ya Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Dr. Doto Mashaka Biteko, sisi tuko tayari kuanza kutengeneza historia ya mradi ulikoanzia mpaka hapo unapokamilika, ili Watanzania tarehe ya uzinduzi wa mradi iwe masikioni mwao, lakini pia wajue mradi umeanzia wapi, umepita wapi, kila mmoja auimbe, kila mtu auimbe, iwe ni sehemu ya maisha yao, kwa sababu mradi huu unaenda kumgusa kila mtu. Mradi unakwenda kumgusa kila mtu. Na sasa tukiwa tunahitimisha kabisa kwa dakika chache hivi, tunaona mradi umepita katika awamu mbalimbali na mpaka hivi leo tunasema unapokwenda kukamilika ni takriban miaka 125. Ili unalitazamaji kuona sasa rais tuliye naye sasa, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, rais mwana mama, amelibeba hili gurudumu na kuhakikisha kwamba sasa amelifikisha kileleni. Kwako hili mchambuzi, unalitazamaji? Nikwambie Anet, nina benki kubwa sana na akaunti kubwa sana ya maneno. Hapa maneno yanaisha. Yani kwa kazi hii iliyofanyika, unajua mtu anaweza akachukulia kirahisi tu kwamba si wataalamu wapo, asiji kwamba ule mradi labda ulianza huko yeye tu hapana. Dr. John Pombe Magufuli anafariki 2021, mradi ulikuwa 40%. Asilimia 60 yote imebebwa na serikali ya awamu ya 6. Mimi nachotaka kusema ni kwamba kama Watanzania hawa watu wawili ambao ndio wamekuwa chemchemi ya mradi kukamilika, kwa maana ya Dr. John Pombe Magufuli, serikali ya awamu ya 5 aliyeuanzisha nginja ile, yani ile kusukumana kwamba mradi uanze,
anafariki asilimia 40. Anakuja Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan asilimia 60, anasimama nayo na unakamilika. Mtazamaji wa TBC mtandao, sisi hatuna la ziada, tumefika mwisho kabisa, na pasi na shaka, sina mashaka yoyote umeweza kufahamu vizuri hata yale ambayo ulikuwa uyafahamu kuhusu mradi wa kufua umeme. Kumbuka tu kipindi hiki kinaitwa kipindi cha Jukwaa la Chamwino, ambacho kinakupa fursa wewe mtazamaji kuweza kuyafahamu masuala mbalimbali yenye maslahi mapana kwa taifa, ambapo tunagusa nyanja mbalimbali. Tunagusa masuala ya kiuchumi, kisiasa na kijamii, na leo tuliutizama na tulitopea tulitopea kwenye mradi wa kufua umeme ambao upo katika mto Rufiji. Hatuna la ziada. Mimi ni Annette Andrew. Karibu tena wakati mwingine.